Mbele yenu ni waumini wa Katoliki na tuna taarifa ya waumini wa Katoliki kuhusu matusi ya Askofu Ruwa'ichi madhabahuni. Sisi binafsi tuna tamko letu, tuna taarifa yetu. Kwa hiyo tumependa waandishi wa habari hii taarifa iwafikie Wakristo wote. Maneno makali yaliyotamkwa na madhabahuni yasiyofanana naye. Katika umalia hiyo, askofu mkuu alitumia maneno mazito na ya kudhalilisha, akiwataja waumini kwa msamiati kama lofa, mpumbavu, njaa, msaliti na ndume wa kuili. Kweli kwa maneno kama hayo yanatoka kwa kiongozi wa kiroho. Maneno haya ni matusi ya moja kwa moja yanayobeba hukumu nzito ya maadili na dhamira, na hayana nafasi katika mahubiri ya Kikristo. Yanapaswa kuongozwa na upendo na haki. Hata sisi waumini ambao tumeenda mafundisho yote kuanzia komunio, kipaimara, hivi vitu kivisikia vinatajwa na kiongozi wako wa kiroho, kiukweli lazima ustuke kidogo. Lakini pia Biblia inaonyesha wazi dhidi ya matumizi ya lugha ya matusi na hukumu. Yesu Kristo mwenyewe anasema, na nukuu kwenye Mathayo 7:1, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine, akisitiza kuwa hukumu ya mioyo ni ya Mungu pekee. Tunauliza kwa haki, kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu mwenyewe angeitwa kwa maneno kama hayo madhabahuni? Je, kanisa lingeona hilo kuwa ni fundisho sahihi kwa Injili? Kama yeye kweli Ruwa'ichi anatuita sisi waumini ni marofu wapumbavu, sasa what if sisi waumini tuseme kiongozi wetu yuko kama alivyotaja sisi waumini wake, kanisa lingesemaje? Ni waandishi wa habari wenyewe, kanisa lingesemaje? Kwa hiyo ukirudi kwa maandiko ya kiroho, Mtume Paulo anaongezea, usimhukumu mtumishi wa mtu. Okay, nimeshaisema. Tunauliza kwa haki na kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu naye angegewa hayo maneno mazito? Kama maneno hayo hayakubaliki yakielekezwa kwa askofu, basi hayapaswi kabisa kuelekezwa kwa waumini. Kuna vijana wanasema Askofu Ruwa'ichi ametukana matusi. Kuna vijana tena wanajiita wa Katoliki. Niwaambie neno moja, kanisa Katoliki wakati wote litasimama upande wa haki. Kanisa, hawa mapadri na maaskofu sio wanafiki, wanasimamia wanachokijua. Mimi niwaambie, kanisa Katoliki litasimama upande wa haki. Nyinyi mnaojiita wa Katoliki, si mnamtaja Yesu? Nyinyi si mnamtaja Yesu? Yesu aliifia haki. Yesu aliifia haki. Waliomuua Yesu ni wanasiasa. Sika, mnaelewa? Waliomuua Yesu ni wanasiasa. Yesu alikuwa anasimama upande wa haki. Kanisa lisipopigania haki litakuwa ni kanisa la kinafiki.